Pata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja. Yeye anauliza kuhusiana na swala la tohara kwa mwanaume, yaani mwanaume kwenda tohara, mwanaume kupata hali ya kutahiriwa, kwenda jando mwanaume. Anasema je, kuna madhara ya kama mwanaume hajaenda jando, yani akabaki vile vile kama alivyo? Huyu ni binti ameuliza hili swali, anaitwa Amina. Tunashukuru kwa swali lako Bi Amina, na sisi tutakujibu kama ifuatavyo. Kitendo cha kutahiriwa kwa mwanaume ni kitendo ambacho kinalinda afya ya mwanaume, lakini pia na afya ya mwanamke. Ndio, wako wanaume ambao hawajaenda tohara, wako wanaume ambao hawajaenda jando, wanaume wao wapo. Lakini mwanaume ambaye hajaenda jando, yani hajatahiriwa, analazimika kulibinua govi lake mara kwa mara kwa ajili ya kutoa uchafu unaosababishwa na kutoka kwa ute unaotoka katika kelenge. Naomba nirudie. Kelenge ni kichwa cha uume. Kwa kawaida mwanaume anapokuwa anapandwa na hashki, kuna majimaji fulani anayatoa kutoka kwenye kichwa cha uume, yanakuwa yanatoka. Sasa kama mwanaume anakuwa hajaenda tohara, yani kwa maana hajatahiriwa, maana yake majimaji yale yanakuwa yanaishia katika lile govi na yanatengeneza kama nta fulani, ambayo ile nta inaotengenezwa na ule ute unaotoka kwenye kelenge. Maana yake unakuja unatengeneza bakteria. Sasa linapotokea tendo la mapenzi na akakutana na mke wake ama mpenzi wake, tafsiri yake ni kwamba wale bakteria watatoka kutoka katika lile govi na wataingia katika mwili wa yule mwanamke na wataenda kumsababishia maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi, na hapo mwanamke anaweza kupata mafangasi, anaweza kupata PID kutokana na ule uchafu ambao umepatikana kutoka katika lile govi. Sasa huyu mwanaume ili asisababishe haya madhara, maana yake atalazimika kila wakati kuwa anabinua lile govi na anasafisha ule ute ambao unatolewa kutoka kwenye kelenge, yani kutoka kwenye kichwa cha uume ambao ule ute unaotoka. Kwa analazimika kila wakati awe analibinua lile govi na kusafisha ule ute, ili usije ukatengeneza bakteria na hatimaye akaenda kumwendea mkewe ama mpenzi wake, kisha akamwambukiza wale bakteria, yani akampa wale bakteria na hatimaye akamletea maambukizi ya bakteria katika mwili wake. Kwa hivyo kwenda tohara kwa mwanaume kuna faida. Moja ya faida ni hii hali ya kiafya, yani analinda afya ya kwake yeye mwanaume, lakini pia anatunza na afya ya mwanamke, kwa sababu govi linahitaji usafi wa hali ya juu kila wakati, liwe linabinuliwa na kusafishwa kila wakati, kwani kuacha kufanya hivyo ni hatari katika swala la afya. Na siku hizi unaona watu wanakwenda na mapenzi mpaka kwa njia ya mdomo, watu wanafanya. Sasa ni hatari sana kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo na mwanaume ambaye ana hili govi, kwa sababu lenyewe linatunza uchafu. Kwa hivyo unaweza ukajikuta watu unapata vidonda vya koo visivyopona, vidonda vya mdomo na matatizo mengine ya koo, yanaweza kusababishia mpaka saratani ya koo. Kwa hiyo sio nzuri sana kiafya. Kwa hiyo ni vizuri mwanaume akaenda tohara kwa umri wowote, uwe una miaka 20, 30, 40, hata miaka 50. Kama bado hujapata tohara na una nguvu zako, basi ni vema ukaenda tohara kwa ajili ya afya yako. Hiyo itakutunzia afya yako wewe, lakini pia itamtunzia afya na mwenza wako katika kushiriki tendo la mapenzi, ili watu waweze kujiachia, washiriki kwa namna zote, kwa namna yoyote, na afya zisije zikateteleka. Kama una swali lolote mdau, unataka kutuuliza kuhusiana na afya zetu, basi tuandikie hapo chini kwenye comment, nasi tutaliona swali lako kisha tutakujibu kama ifuatavyo. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala, kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye vituo vyetu. Karibu.